Kama mnavyojua, dhamira kuu ya mashindano haya ya mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa ni kuibua vipaji miongoni mwa vijana wa kujitolea ambao huandikishwa kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa kila mwaka. Jeshi la Kujenga Taifa limekuwa likitumia vijana ambao hufanya vizuri katika mashindano ya CNS Cup kwa ajili ya kufidia upungufu katika timu zetu teule za Jeshi la Kujenga Taifa kama ilivyoelezwa hapo awali na kaimu mkurugenzi wa tawi la mafunzo wa Jeshi la Kujenga Taifa. Napenda kuwakumbusha kwamba michezo ni ajira, hivyo basi kwa wale watakaobahatika kuchaguliwa kupitia mashindano haya wahakikishe wanaongeza juhudi na kulinda vipaji vyao, kwani nyie ndio chimbuko la wanamichezo ambao watatumika katika timu teule za Jeshi la Kujenga Taifa kwenye michuano mbalimbali iliyo mbele yetu ya CDF Cup pamoja na mashindano ya BAMATA. Nitoe rai kwenu nyinyi nyote wanamichezo, michezo hii ya CNS Cup ambayo tunakwenda kuhitimisha leo iwe chachu ya sisi kufanya vizuri katika mashindano yaliyo mbele yetu. Hakuna sababu ya sisi kutofanya vizuri. Mmeandaliwa vizuri, kila kitu, utawala uko vizuri. Kilichobaki tu ni sisi kupambana na kuhakikisha kwamba tunaliheshimisha Jeshi la Kujenga Taifa katika mashindano yaliyo mbele yetu. Jumla ya wanamichezo upande wa fainali ambayo ilifanyika hapa Mgulani, jumla yao walikuwa 503. Katika hao wanamichezo 503 tumewachuja wanamichezo 163. Kati yao State Girls na State wako 57, lakini upande wa recruit wako 106. Afande mgeni rasmi, kwa muktadha huu hawa recruits 106 tunawaandaa ili waweze kuimarisha timu zetu teule, ila kwa ujumla wanamichezo wote 163 wataingia kambini kujiandaa na CDF Cup pamoja na michezo ya Baraza la Michezo ya Majeshi, yani BAMATA. Nipende kusema kwamba michezo mbalimbali ilishindaniwa katika mashindano haya. Michezo ambayo ilishindaniwa ilikuwa ni mpira wa miguu, ilikuwepo pia netball, tulikuwa na mpira wa volleyball, tulikuwa na mpira wa handball, lakini tulikuwa pia na basketball, tulikuwa na riadha pamoja na ngumi. Afande mgeni rasmi, nipende kusema jambo moja kwamba michezo hii ambayo natarajia kuifunga leo, kimsingi washiriki wake ni askari pamoja na vijana, lakini lengo kuu tulikuwa na lenga hasa vijana ili kuweza kuibua vipaji mbalimbali kutoka miongoni mwao, ili mwisho wa siku waweze kutengeneza timu ya JKT ambayo baada ya mashindano haya leo tunategemea itaenda kushindana kwenye mashindano ya mkuu wa majeshi ambayo tunasema ni CDF Cup, ambayo tunatarajia kama hakuna mabadiliko basi mashindano ya mkuu wa majeshi inatarajia kuanza tarehe 5 na kuja kukamilika tarehe 17 ya mwezi Julai. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.